Oktoba 13. Jumatatu. Mwaka wa 2025. Kaisaria Filipi. Mathayo 16:20. Kisha akawaonya wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote kwamba yeye ndiye Kristo. Sasa hivi ulimwengu umejaa watu ambao ni wagonjwa au wenye kiu ya kiroho. Wakati hali hii inatumiwa kusaidia mashirika hayo matatu kukua, makanisa kwa kweli yanapungua. Yesu alizungumza kwa miaka mitatu juu ya kile ambacho kinapaswa kutupiliwa mbali, lakini watu wengi hawakuelewa. Wakati huo alisisitiza jambo moja tu ambalo lilikuwa ni Roho Mtakatifu. Moja, harakati ya toba na Kristo, nguvu inayookoa. Toba ni muhimu, lakini ukweli wa msingi ni kwamba Yesu ndiye Kristo, Bwana na Mwokozi. Ukisisitiza toba kuliko Injili, watu wananaswa na kuhukumika. Hujaokoka kwa sababu ulitubu. Mungu ndiye aliyekuokoa kwanza. Kile ambacho mataifa 237 na makabila 5,000 yanahitaji zaidi ni Injili. 2. Harakati ya imani potovu na Kristo, nguvu ya neno. Nguvu za Mungu ni za ajabu, lakini ukizingatia hilo tu, hugeuka kuwa imani potovu ya maajabu. Eliya aliwafunza manabii, akashinda vita vikuu vya kiroho kwenye mlima Karmeli, akasikia sauti ya Mungu na hata kukomesha majanga. Hata hivyo, nguvu za kiroho haziwezi kamwe kuja mbele ya Kristo au neno la Mungu. Yesu alikuambia kuwa wewe ni mlinzi ambaye huenda pamoja na Bartizan, safari na miongozoi inayookoa zama na dunia. Ni lazima upate uzoefu wa ratiba 7 za wakati na ufuate kila kitu kulingana na neno. 3. Ubinadamu na Kristo, harakati za uinjilisti. Ubinadamu unahusu kuwapenda watu, lakini usipokuwa mwangalifu, unaweza kudhoofisha umoja wa Injili. Ndiyo maana harakati 5 za msingi lazima zifanyike ndani ya kanisa. Kila muumini anapaswa kuwa na harakati ya darakbang ikifanyika ndani ya maisha yao. Kila mkutano unapaswa kuwa huduma ya timu inayozingatia Injili. Kila nyumba inapaswa kuwa makao ya misheni. Mahali pako pa kazi panapaswa kuwa kanisa maalum, na katika mikoa 70 makanisa ya kikanda yanapaswa kuanzishwa. Mwishowe, uinjilisti wa ulimwengu hutokea kupitia kwa uwezo usioonekana wa Roho Mtakatifu. Kanisa linapaswa kuwa tamasha la kambi ambapo watu wanapata nguvu. 4. Sheria na Kristo, nguvu ya kuponya. Sheria ni neno la Mungu lililokusudiwa kuwaongoza wanadamu kwa Injili. Hata hivyo, kando na sheria, kushika sheria huleta majanga. Ndivyo ilivyotokea kwa Wayahudi, Waislamu na Wakatoliki. Injili ndiyo inayoponya mataifa 237, makabila 5,000 na hata TCK, CCK na NCK. Ombi la Agano. Mungu Baba, leo iwe siku ya maombi, wakati wa uponyaji na wakati wa kupata uzoefu wa nguvu zako. Uzifunge nguvu za giza wakati huu na ufalme wako uimarishwe mahali pote. Ni Injili pekee itangazwe na kazi za harakati za uponyaji zifanyike. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amina.